الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تبارك وتعالى katika wakati huu tutakumbushana mambo au jambo ambalo ndio amri ya kwanza kutelemka au kuteremka ndani ya Qur'an. Siku ya kesho tena Ijumaa insha Allah tutaendelea na darasa letu la tafsiri siratu nabii sallallahu alaihi wasallam, ni kitabu chetu cha al-fusulu fi sirati rasuli na ratiba zingine, kwa sababu wakati huu wanafunzi wamefunga vyuo. Kwa insha Allah wiki yote wakati wa magharibi tutakuwa tunautumia kwa vipindi vyetu vyote ambavyo tulivyokuwa navyo. Kwa siku hii ya leo tutakumbushana amri ya kwanza iliyokuja ndani ya Qur'an. Ukiisoma suratu al-Fatiha ukaja ukaisoma suratu al-Baqara, katika aya zote utakazozisoma utakuta aya ya kwanza inasema ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi watu, muabuduni Mola wenu ambaye aliyekuumbeni na aliyewaumba waliokuwa kabla yenu ili muweze kuwa wacha Mungu. Aya hii al-Imamu al-Baghawi rahimahullahu ta'ala kwenye tafsiri yake aliposema ya ayyuhan nasu, ile neno ya ayyuhan nasu peke yake anasema neno hili ishtamalat, limekusanya al-kafirun au al-kafirina wal-munafiqin wal-mu'minin. Neno hili limekusanya kwamba wanaoitwa hapa ni makufar, mayahudi, manaswara, liberaliyin, ilmaniyin, shuyuiyin, wenye dini wasiokuwa na madini haya ovyo ovyo. Ya ayuhan nas, aya hii imekusanya enyi watu, wanaingia makafiri wote kwa jumla yao yote, lakini pia kasema wanaingia almunafiqin, pia wanafiki wanaingia humu ndani, kwa sababu ukisoma aya za mwanzo huko nyuma kuanzia hiyo suratu al-Fatiha kuna ghairi al-maghdubi alaihim waladdallin, hapo wanatajwa mayahudi na manasara. Kija kuisoma suratu al-Baqara utakuta innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a andhartahum am lam tunzirhum la yu'minun, wametamka makufari mpaka pale wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wama hum bimu'minin, ikaenda mpaka summun bukmun umyun fahum la yarji'un au yakadu albarqu yakhtafu absarahum, mpaka inna allaha ala kulli shay'in qadir. Aya zote hizi zinawahusu wanafiki.
Zote hizo aya kuanzia hapo wa minan nasi mpaka hapo inna Allaha ala kulli shay'in qadir zinawahusu wanafiki. Kwa hiyo pia zinawashamili wanafiki. Neno hili ya ayuha nasu linawakusanya wanafiki, lakini pia linawakusanya waumini. Sema Imam al-Baghawi, pia wanakusanywa waumini humo ndani, kwa sababu aya imesema suratu al-Baqara alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata mpaka mwisho. Kwa hiyo hapa ni waumini. Kwa hiyo kuna kundi la makufari limetamkwa, kuna kundi la wanafiki limetamkwa, kuna kundi la waumini limetamkwa. Kisha Allah ndo akasema ya ayuhan nasu, enyi watu. Maana yake wote waliotamkwa hapo nyuma, makufari kwa makundi yao yote ya kinaswara, wa Kristo, Mayahudi, wote wanaitwa hapo. Hata wale wasiokuwa na dini, liberaliyin, wale shuyuiyin, ilmani, wote wanaitwa ya enyi watu. Kisha vile vile wakatamka wanafiki, kwa sababu wanafiki wanasema kwenye aya zilizopita, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, alafu akasemaje, wama hum bimuminina, hawa sio waumini hawa. Kuna wanaitwa hapa na waumini pia wanaitwa hapa kwenye hizi aya. Kisha akamaliza akasema, aya hii ilipowakusanya watu wote, fashtamalati asnafa kullaha, ikakusanya makundi yote, wakubwa, watu wazima, wanaume, wanawake, nani na nani, wote wakaingia humo, illa ithnatain, isipokuwa makundi mawili hayaingii kwenye hili neno. Alipoitwa ya ayuhan nas, wawili, kuna wawili hawaingia hapa, hawahusiki. Hii khitabu haiwahusu, hii taarifa itakayokuja hapa haiwahusu wao. Anasema Imamu al-Baghawi kwenye Maalimu Tanzili, tafsiri yake ya Qur'an, isipokuwa makundi mawili, wahuma, na wawili, as-sighar wal majnun, watoto wadogo na wenda wazimu hawaingia hapa. Watoto wadogo na wenda wazimu, as-sighar, watoto wadogo, wal majnun, na wenda wazimu hawaingia, hawaitwi hapa kwenye hili neno enyi watu, kasoro hawa wawili hapa. Watoto wadogo hawaingii, kwa sababu watoto wadogo hawahusiki na hii khitabu itakayokuja hapa. Na wenda wazimu waliokuwa na akili, wale chako machizi, hawaingii hapa. Allah kawaita watu wote, nasemaje, u'budu rabbakum, muabuduni mola wenu ambaye aliyekuumbeni nyinyi na waliokuwa kabla yenu, muabuduni. Qala sahabiyun jalil ibn Abbas kwenye Maalimu Tanzili hiyo, Abdullah ibn Abbas akasema, kullu lafdhin fil Qur'an, kila tamshi katika Qur'an, jaat bisighati al-ibadati, lililokuja na tamshi la ibada, fahiya bimaana tauhid, basi hilo neno lina maana ya tauhid. Kila neno kwenye Qur'an likitamkwa ibada, u'budu, swi ya'budunani la yushrik ya'budu kadha, lije kwa sigha ya fi'lu, lije sigha ya masdari, lije sigha sio kwa ismu fa'ili, hiyo kwa ismu maf'ulu, hiyo nini, yote kavyokuwa. Basi neno hilo Abdullah ibn Abbas anasema, kila tamshi litakalokuja bisighati al-ibada, kwa tamshi la ibada, fayati bimaana at-tauhid, huwa lina maana ya tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo enyi watu, mpwekesheni Allah, mfanyeni peke yake Allah kwenye kila mambo, nyinyi na waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun. Pia akasema neno la'alla wa asa, maneno haya mawili, la'alla na asa, nasema fi haqqi llahi bimaana wajib. Ukielekeza kwamba la'alla Allah, huenda Allah, au asa Allah, huenda Allah, maneno haya yakiegemezwa kwa Allah, fahiya bimaana alwajibu au alwujubu, hapa pana maana ya wajibu. Kwa maana yake muabuduni Allah nyinyi na waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa wacha Mungu.
Kwa maana ibada ndiyo inampeleka mtu kwenye uchamungu. Ibada ndiyo inampeleka mtu kwenye uchamungu. Aya hii ndugu zangu ni aya adhim marra, limebeba amri ya kwanza iliyokuja kwa waja wote duniani, kwa makundi yao na ashkali zao, wakiambiwa wamwabudu Mola wao peke yake. Na ibada kama alivyosema Ibn Abbas, ina maana nini? At-tauhid. Ina maana ya tauhidi, maana yake kumfanya Allah ndiye peke yake kwenye mambo ambayo yanayomhusu yeye subhanahu wa ta'ala. Siku ya Kiyama kutakuwa kuna ugomvi, ni watu wakifufuliwa, ile tumetolewa kwenye makaburi yetu tukasimamishwa kwenye uwanja, hukumu ikapita, pale patakuwa pana magomvi. Gomvi utakuwa mwingi sana. Huyo alichukua haki ya fulani, anataka haki yake sasa. Huyu hapa alidhulumiwa, huyu hapa alimuonea huyu hapa alimnyanyapaa mwenzake, alimnyongesha duniani. Bimaana patakuwa pana magomvi makubwa sana. Patakuwa na ugomvi baina ya watu, baba na watoto. Baba, wewe kututendea wema, haukutujali, ulitudhalilisha. Mtoto anamlalamikia mzee wao. Sasa mzee naye anawaambia, nyinyi mlibaleghe, mlikuwa mna akili. Ndio nimekuja hadithi inasema, mtoto anamwambia baba yake, ayubni kuntu lak, nilikuwa mimi ni mtoto namna gani kwako wewe baba yangu? Baba atamwambia, kunta khaira ibni, ulikuwa ni mtoto wangu mzuri sana. Basi mtoto atamwambia, fa ahtaju al-yawma hasanatan wahida, nahitaji leo hii unipe jema moja tu. Baba anamwambia, la, hakuna jema hapa, kila mtu ana shida yake, kila mtu ana shida nalo jema hapa. Kwa patakopa na magomvi, wazazi kwa watoto wake, waume na yani watoto, familia sio na nani, wazee, mababu huko, yani ugomvi utakuwepo. Halafu pia kuna ugomvi bora ambao ni ubora tu uendeleze ugomvi. Uthibitisho ya kwamba watu wakifufuliwa watakuwa na magomvi, dalili je? Kuna dalili yote ya Qur'ani, sunna ya Mtume? Naam. Qala Allah ta'ala, Allah ametuambia ndani ya Qur'an, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kika yako wewe Muhammad mayyitun. Neno hili mayyitun likitiwa shadda lina maana satamutu, ile ya unikiwa mushaddada, ukisema mayyitun maana yake satamutu. Lakini ukisema innaka mayitun, ya ikawa na sukuni tu, mim fatha ya sukun, may ta dhammatu mayitun, hapa maana yake wewe ushafariki, ushakufa zamani sana. Lakini ikiwa mim mbele yake pana ya shadda, maana yake kwamba anta satamutu, utakufa. Kwa Allah aliposema innaka mayitun, kwa sababu aya hii imeteremka mtume akiwa hai, hakika yako wewe Muhammad utakufa. Wa innahum mayitun, na hakika ya wao pia watakufa. Itafika wakati wao watafanyaje? Watakufa. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Haya, sikiza aya iliyofuata, thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun, kisha nyinyi mbele ya Mola wenu siku ya Kiyama mtakuwa wagomvi, mtagombana sana, mtu wa haki na mtu wa batil, dhalimu na madhulumu, mwenye nguvu na dhaifu, aliyeonewa na aliyemuonea mwenzake. Patakopa na ugomvi mkubwa sana. Wewe ndio ulinifanyiaga hivi, wewe ndio ulinisababishia hili, wewe. Ugomvi mkubwa sana. Allah anasema thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun, patakopa na magomvi makubwa sana. Ukunisomesha mzee wangu, ulinipeleka mashule tu, ulinipeleka si wapi, leo mimi simjui hata Mola wangu, sijui dini yangu. Wewe ndio tatizo mzee. Na wewe ulikuwa na akili, kwa nini kwenda kujifundisha? Mimi naye pia na watu wake na wanaume.
ugomvi mkubwa sana. Aya hiyo mmesikia mashekhe, thumma innakum yawma alqiyamati inda rabbikum takhtasimun. Tukithibitisha hivyo sasa kwamba siku ya kiyama pana magomvi, kuna ugomvi ambao ni bora uwepo, mimi niwe na huo ugomvi na wewe na huo ugomvi uwe nao, na yule na ugomvi na huo, bora ugomvi huo kuliko ugomvi mwingine. Ugomvi huo wa kugombania hela, kugombania sio ulishindwa kunifundisha dini, ulishindwa kuniambia ukweli, ugomvi sio na nini, hivyo yote vyepesi. Suratul Anbiya Allah anasema hivi, hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim yusharu bihi ma fi butunihim waljulud. Allah anasema hivi, hawa hapa wawili hawa ni wagomvi, wanagombana fi rabbihim, ay fi haqqi rabbihim, wanagombana kwenye haki ya kumzungumzia Mola wao, kwamba hawa ya Rabbi tuliwaambia wakuabudu wewe. Huyu hapa tulimwambia akuabudu wewe, mke wangu huyu nilimwambia akunyenyekee wewe, watoto wangu hawa niliwaambia wakuabudu wewe, nimewapa ayati hadithi. Watoto wanamwambia baba, tulikuambia umwabudu Allah, leo unaona sasa unachoma motoni, unapeleka motoni milele. Ugomvi huu ni bora kabisa kuliko ugomvi mwingine wote. Bora tugombane na watu kwenye huu msingi, usigombane na watu kunako mali, cheo, si madaraka, hivyo vyote vya kupita. Huu ndio ugomvi aliothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhan khasman ikhtasamu fi rabbihim. Kwa hiyo kama duniani tutagombana sisi, bora ugomvi wetu ugomvi kunako jambo la nani? La Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwaambie watu maneno ya sawa, kwamba Mola wetu hajatuwekea kizuizi chochote hapa katikati, katuachia papana pako wazi tuweze kupeleka mashtaka yetu kwake yeye. Nyinyi wengine mnatutoa kwenye huo msingi, mnataka mtupeleke kwa mawali, kwa masharifu, kwenye makaburi, si kwenye kwa nani, ndio twende huko. Sisi hatutaki. Kwa ugomvi huu uwe ni ushahidi mbele yetu siku ya kiyama. Jambo la kumwabudu Allah ni lazima liwe na mazonge mengi sana. Tutatokea wengi wenye kupingana na haya mambo, watasema mengi katika maneno magumu ya matusi, maneno ya kejeli, lakini sisi maneno yetu ni hayo hayo tu, hatukuiteni kwenye jambo lingine lolote. Kwa hoja hizi sasa mbili tatu zinaonyesha ulazima wa sisi kuwa na ghaira na hamu sana ya kuambia watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala sana. Ibara hii yani anatakana mtu aisikie mpaka imchome kwenye akili yake, kwamba ajijue kwamba yeye ni binadamu aliletwa kwenye huu ulimwengu, ni lazima awe dhalili kwa Mola wake, sio kwa kiumbe chochote. Hakuna kumogopa kiumbe lolote duniani hapa, awe na cheo cha kidunia, ana cheo sio cha kinini, cheo cha askari, vyovyote vya kiduniani na vyovyote vile, hakuna kumogopa huyo, bali sisi tunamogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni lazima tuwe na hamu ya kusikilizana au kusikia haya maneno hivi, lakini pia wenyewe tujijengee misingi kwa kusoma Qur'ani, kwa kuhifadhi Qur'ani na adilla mbalimbali zinazoweza kutuendeleza, kutupa uimara wa kusimama kwenye hili jambo. Takupigeni mfano mmoja adhima jiddan uliopigwa ndani ya Qur'ani, unaothibitisha ya kwamba ni lazima tuwaambie watu jambo la tauhid, hata kama watu sikii, lakini iko siku sayadhkuruni qaumi idha jadda jidduhum wa fi lailati dhalmau yuftaqadu albadr. Iko siku unaweza kuyasikia haya maneno akapata akili kwamba hizi kazi tunazozifanya si lolote, si chochote. Kama hatumtegemei Allah subhanahu, tunakwenda kwenye makosa. Kama malezi yetu hayatokuwa kuwaambia watu wamnyenyekee Mola wao, walie na Mola wao, iko siku utakuja kuona kwamba alikuwa anatuambia maneno ya msingi, si tukapuuza, basi ni haki yetu leo. Viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala vinanyenyekea,
havihitaji kabisa kusikia Allah katukanwa. Kuna viumbe vikubwa vya dunia hii havitaki kusikia kabisa mtu yoyote, kiumbe yoyote anamzungumza vibaya Allah subhanahu wa ta'ala. Suratu Maryam, Suratu Maryam ina uthibitisho wa viumbe takriban vitatu au vinne. Vitatu vimefikia kiwango kikubwa cha maajabu kwa kitendo cha binadamu kumvunjia heshima Allah subhanahu. Waqalu ittakhadha ar-rahman walada, na walisema Mayahudi na Manaswara. Mayahudi walisema na Manaswara walisema. Manaswara maana wa Kristo walisemaje? Allah ana mwana. Wanaswara walisema, Manaswara wa Kristo walisema Allah ana mwana kwa maana Isa bin Maryam, Yesu mwana wa Mungu. Mayahudi nao walisema Allah ana mwana, waqalatil yahudu Uzair ibn Allah, na walisema Mayahudi Uzairi ni mtoto wa Allah. Kwa hiyo makundi mawili ya watu yamempachika Allah kwamba ana mtoto. Hakuna tusi kubwa kwa Mola wetu kama hili, kwa sababu ukishasema hivyo tu maana yake ni kwamba alikuwa na mke, wakafanya tendo la ndoa, wakazaliwa mtoto huyu hapa. Na kama sio hivyo, basi alikuwa na mke, yakapita aliyopita mke yule akazaa. Na hii ni kufurun wadih jiddan, ni ukafiri mkubwa sana huu. Kisa binadamu hawa makundi mawili haya yalimwambia Allah na mtoto. Sisi Qur'an imeshatuthibitishia Mola wetu ana mtoto, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hakuzaa wala hakuzaliwa wala hakuwa na yoyote mwenye kufanana naye. Allah anasema kwenye suratu Maryam hiyo, waqalu ittakhadha ar-rahman walada. Allah akasema laqad ji'tum shay'an idda, kwa hakika mmeleta jambo idda. Qala Ibn Abbas laqad ji'tum shay'an idda ay munkaran, kwa hakika mmeleta jambo ovu sana, ovu, jambo baya kabisa mmelileta kwenye hii dunia. Aliyeumba mbingu na aliyeumba ardhi, aliyeumba vilivyomo, eti na mtoto basi itakuwa ni dhaifu sana. Laqad ji'tum shay'an idda, na neno hili idda ni adhimu dawahi, lina maana ya adhimu dawahi, yani lile jambo zito kubwa sana linaitwa idda. Adda, idda, adu, linatamkwa hivyo. Qur'ani inawaambia Mayahudi na Naswara, mmeleta jambo kubwa sana. Allah na mtoto. Haya, sikiliza sasa ukubwa wake. Qiraa chetu tunasema takadu samawatu au yakadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Zimekaribia mbingu kuchanika zote. Kadu samawatu yatafattarna minhu, kutokamana hili neno hili qaulan adhima, mbingu zimekaribia kuraruka zote, kuchanika, pasuka. The samaa shaqqat, mbingu zimekaribia kuchanika, mbingu kuraruka, kuacha mstari hivi, kwa sababu jambo lenyewe ni kubwa hili. Na ndio maana Allah anakuambia kama unataka kumpima Allah, je, hebu tazama mbingu huko, hal tara fiha min furuj, je ukitazama utaona kuna mwanya wote hapo? Huwezi kuona chochote. Sasa kwa neno hili imekaribia mbingu kuchanika zote hizo, kuraruka zote.
takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu, na kukatika katika ardhi hii mapande mapande, pande la mashariki likatike, pande la magharibi likatike, pande la kaskazini likatike, pande la kusini likatike, katikati pakatike katike, upande hivi upande hivi. watakhiru aljibala hadda, na imekaribia milima idondoke kwa wale watu, wadondoke wafunike. takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda. Kwa nini vimekaribia vyote hivi? an da'u lirrahmani walada, walipodai kwamba Allah na nani ana mtoto. Hii Qur'ani tukisoma, hii ukisoma namna ilivyokuwa na athari kubwa, ikichukuliwa hii Qur'ani namna ilivyo ikaenda kuwekwa kwenye milima, yani milima ndio ikawa imeteremshiwa Qur'ani kwa uzito wa Qur'ani na maneno yake, ile milima ina uwezo wa kuchanika na kupasuka na kujiachia yote. Lau anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an, ungeiona ile milima nyenyekevu, la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Yani Qur'ani lau ingeteremshwa kwenye milima, hii milima yote ungeona ni dhalili, imenyenyekea chini kabisa, yani ingekuwa nyenyekevu. Kwa hili jambo la kumzushia Allah, imekaribia hiyo milima iwafunike waliosema hayo maneno. Kila mlima duniani itapomwona Mkristo anayesema Mungu ana mtoto, inakaribia ile milima ije mfunike nayo. Unasemaje Mungu ana mtoto wewe? Unasemaje kwamba eti hawa hawajui, hawaelewi? Hatuelewi vipi? Kuonyesha neno hilo ni zito sana. Ardhi hii tunayoikanyaga hii imekaribia kuachana kabisa chini, ichanike ardhi hii kwa kusema neno moja. Angalia viumbe hivi namna vilivyokuwa vina hofu na vina ghera, vina wivu, vina uchungu kwenye haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Binadamu an da'u lirrahmani walada, wanalipodai binadamu kwamba Allah ana mtoto, in kullu man fi samawati wal ardi illa ati arrahmani abda, kwani vyote vya mbinguni na ardhini havikuwa isipokuwa vitamwijia Allah vikiwa dhalili vyote. laqad ahsahum wa addahum adda, na Allah amewadhibiti wote, idadi yao ya watu wote Allah anaijua yote, hakuna anaenda kutoka kwenye hoja. Nataka kusema mimi sikusema maneno yote, Allah anajua waliosema na ambao hawajasema, wote Allah anawajua. Na kila mmoja kati yetu sisi atamwijia Mola wake peke yake, wahidan. Utahesabiwa kwa neno matendo yako, utahesabiwa kwa kila ulichokisema. ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, kila kiumbe peke yako utakwenda kuhesabiwa mbele ya Mola wako. Neno hili ulilisema, ulikuwa na maanisha hivi, kitendo hicho ulikifanya ulikuwa na maanisha hivi. Kila mtu kwa nafasi yake. Kwa aliyemkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutana na Mola wake. Lakini viumbe vikubwa kama hivi, kama mbingu, la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqi nasi walakin akthar nasi la ya'lamun. Uumbwaji wa mbingu na ardhi ni mkubwa kuliko kuumbwa binadamu. Viumbe hivi vikubwa kabisa vimeingiwa na hofu kwa neno tu la kusema Allah ana mtoto. Vipi wanaosema wenyewe ndo Allah, unawasemaje watu wao? Kwa nini usizungumzie tauhid? Kwa nini mtu asiwe na ghaira kuna kwa tauhid, jambo la kumpekesha Allah? Kwa nini? Ana alwahidu alfardu alkabiru bidhatihi
ana alwasifu almawsufu shaykhu tariqati, mtu anajisifia yu mpweke, alkabiru bidhatihi, tena mkubwa kwa dhati yake, ana alwasifu almawsufu shaykhu tariqati. Kwa nini watu hawa wasisemu? Kwa nini wasizungumzwe? Wanaharibu kabisa hukumu ya Allah subhanahu. Tutakuwa wenye kuabudiwa ni wangapi kwenye hii ardhi? ومن يدعو من دون الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله كوكم واتها وما كفير wanaoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, wenye kujipa nafasi za uungu, hawa wote hawa Allah amehukumu ni makafiri. Innahu la yuflihu alkafirun. Ni lazima tuwe na ghaira na tauhid. Nimetoa mfano juzi hapa, kuna hudhud, ndege hudhud, nikatoa mfano kwenye Qur'ani. Amekuwa na uchungu kuwaona watu wanaabudia jua. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun alla yasjudu lillah alladhi yukhrijul khab'a, mpaka mwisho wa aya. Nimemkuta mwanamke anawatawala watu. Huyo mwanamke anawatawala watu na amepewa kila kitu. Neno kila kitu ile mulidhibiti. Na amepewa kila kitu na ana kiti kikubwa sana mwanamke yule, cha kwake kizuri kikubwa. Nimemkuta yeye na watu wake wanalisujudia jua, ndio Mola wao, kinyume na Allah subhanahu. Wanalisujudia jua kinyume na Allah. Anasema hudi shaitani kawapambia matendo yao hayo na akawazuia kwenye njia sawa sawa. Njia sawa sawa ni yupi? Alla yasjudu lillah. Kwa nini wasimsujudie Allah subhanahu wa ta'ala? Sujudu ni kwa ajili ya Allah. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wal ardh wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يهن الله فما له. Allah anatuambia ndani ya Qur'ani vinavyomsujudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Jua linamsujudia yeye, nyota zinamsujudia yeye, mwezi unamsujudia yeye, miti inamsujudia yeye, milima inamsujudia yeye, vyote vyenye kutembea ardhini, wadawabu, na vyote vyenye kutembea ardhini vinamsujudia Allah. Hudi nasema, anashangaa watu nasujudia jua, yarhamukallah. Anashangaa watu nasujudia jua. Ghaira. Tulitoa siku moja maelezo tukasema, kwa mujibu wa Qur'an, aliyekufa hawezi kurudi tena duniani. Ndio Qur'an imetuambia hivyo. Aliyekufa hawezi tena kurudi duniani akaishi kama anavyoishi sasa hivi, hawezi. Ulikuwa ni muujiza wa Nabiiullah Isa, anahuisha waliokufa biidhnillah, kwa idhni ya nani? Ya Allah subhanahu. Ndio ulikuwa muujiza wake Isa mwana wa Maryam. Asiyekuwa nabii hawezi akafanya hivi. Leo wapo watu kwenye hii dunia wanaamini ya kwamba wana uwezo, kwa sababu wao wana vyeo vya imani kwa madai yao, wanaona wana uwezo wa kumfufua aliyekufa. Tutaichukuaje hukumu ya Allah subhanahu aliyotuambia kwenye Qur'ani kwamba hilo ni neno ambalo kalitoa halirudi tena? Idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Siku ya kiyama vyote vitaisha.
Na kila siku nahnu nushahidu al-amwat, tunashuhudia watu waliokufa. Wengine tuna wazazi wetu sisi ambao wametuzaa wamekufa miaka 10 nao huko nyuma, hawajawahi kutoka duniani. Leo wanatokea watu wanasema sisi tuna uwezo wa kufufua na kuisha watu. Na Mola wetu ametuambia hilo jambo la kuhuisha na kufisha ni la kwake subhanahu. Na aliyekufa hawezi kurudia tena. Na ndio maana aya zinaonyesha kabisa watu waliokufa wakiwa ndani ya makaburi wanatamani lau wapewe muda kidogo arudi duniani, wakatoe walau ta sadaka, wakatende hata matendo mema. Lakini wanaambiwa haiwezekana tena. Idha jaa ajaluha, muda wake ukifika, la yastaakhiru sa'atan wala yastaqdimun, muda hautoweza kupunguzwa wala hautoweza kutangulizwa. Ukishafika umefika na kufa umekufa. Na katika watu tunaothibitisha wamekufa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayupo duniani. Kama kweli kuna uwezekano wa kufufua watu, hakuna kiumbe bora alistahiki kuwa hai mpaka leo hii kama nani? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tukaishi naye, tukakaa naye, akafika paka huko Afrika, tukatembea naye, tukapiga naye na picha kama mwenye kupiga picha yupo. Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hayupo, yuko wapi? Mbona wenye uwezo wa kufufua hawaendi pale Madina wakamtoa sallallahu alaihi wasallam? Wanatuambia tu kwamba nimekaa kwenye nguzo hapa nikamwambia ya Rasulullah, nimekuja mgeni wako, naomba tuonane. Mtume akaja akakaa naye pale, akaagana naye, Mtume akarudi. Mbona wengine hawajamuona? Mbona wengine hawajamuona? Eti qulubul arifina laha uyunun tara ma la yura linnadhirin. Kadhab. Eti nyoyo za wajuzi zina macho, zinaona yale ambayo hawayaoni watu wa kawaida. Mmekuwa special kweli. Atutolee Mtume wetu alayhi salatu wasalam. Kuitakidi kwamba kuna uwezekano au kuitakidi ya kwamba aliyekufa anarudi, ana uwezo wa kurudi, ni kufuru billah, ni kumkufuru Allah wa kile ambacho tayari ni katika khaswaisihi, ni katika mambo mahususi yake. Na ndio waliowaambia waumini aliyekufa kafa. Kuna kitabu kinaitwa Azahiru Riyadh. Kitabu hichi ni kitabu ambacho cha kisufi aslan, kitabu cha kisufi Azahiru Riyadh. Ni kitabu kina mambo mengi ya kustaajabisha duniani, ambayo chozi la mtu mwenye khashiyatullahi linaweza likatoka machozi kwa kuona kwamba namna gani binadamu wamekosa haya na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Hichi kitabu kikisikia tu baadhi ya mambo yake unaweza ukashangaa. Kabla ya kwenda kwenye pointi ya kufufua watu, lakini nikupe moja ya matukio ambayo ukiyasikia waweza ukastaajabu hawa watu walioandika hal kanu uqala au majanin, walikuwa na akili au wenda wazimu. Moja, anasema mwenye hichi kitabu Nur ad-Daim, mtunzi ambaye ni ustadhi Sheikh Abdul Mahmud Nur ad-Daim, anasema wa min kalamihi, na katika maneno yake huyo sharifu na wali wao aitwaye Ahmad at-Tayyib. Kuna wali wa Allah aitwaye Ahmad at-Tayyib. Sasa katika maneno yake huyo Ahmad at-Tayyib ni kwamba man hasala bihi hammun, mtu yoyote akipatwa na stress, yani msongo wa mawazo, nyumbani unavurugwa kabisa, mke akuwe amwelewani, toto mwenyewe mkorofi, yani stress, biashara unafanya haziendi, yani ni vurugu,
mara upata hasara hii, mara umeingia nyumbani huko pakaliki, mara ukiongea na familia huko nyumbani kwenu na kuvurugu, stress, mpaka mtu anatembea anaongea mwenyewe. Kisoma ndo haviingii kabisa akili, kisoma vikubali. Sasa nasema man hasala bihi hammun, yoyote mwenye kupatwa na stressi, faliyakul, aseme tu ya Ahmad al-Tayyibi, ya Ahmad al-Badawi, sema tu hivyo hivyo basi. Ewe Ahmad al-Tayyibi, ewe Ahmad al-Badawi, sema tu hivyo katu, ya Ahmad al-Tayyibi, ya Ahmad al-Badawi, ya Ahmad al-Tayyibi, ya Ahmad, wewe lia tu, wewe sema hivyo hivyo, waite. Fala yara hamman ba'da hadha, hataona hiyo stress baada ya kuita hivi, hataona kabisa stress yote inayayuka, yote inaisha. Haya maneno yanasemaje mtu mwenye akili, mwenye kusoma Qur'an? Qur'ani imetufundishaje nani aitwe wakati wa shadaidi? Nani aitwe wakati wa matatizo, stress, msongo wa mawazo, mambo yote mazito? Nani aitwe kwa sauti ya juu? Kwa sababu ya ni harfu nida. Nani aitwe? Utaona Qur'ani imetuambia tumuite Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin fastajabna. Ayuba alisema ya Allah, aliita ewe Allah, idh nada rabbahu, aliponadi kumuita ewe Mola wangu, anni massani ad-durr, nimepatwa na madhara. Nabii wa Allah kamuita Allah. Zakaria, wa Zakaria idh nada rabbahu, na Zakaria aliponadi kumuita Mola wake, la tadharni farda wa anta khairul warithin fastajabna lahu. Huyo naye anatuambia wewe ukipata na stress tu wewe piga tu Ahmad al-Badawi, Ahmad al-Badawi. Unamjua Ahmad al-Badawi wewe? Unamjua Ahmad al-Badawi? Suyuti, al-Imam Suyuti alimhadithia huyo Ahmad al-Badawi kwamba huyu bwana mji wake anaokaa hajawahi kuonekanika akiswali hata siku hii. Watu wa mji wake anaokaa haswaligi. Na ni kweli, hata kwenye tumesoma hapa, someni kawasomeeni kwenye kitabu cha Al-Fuyudat Rabbaniya. Watu walimwambia shekhe, tarakta salatana, mbona umeacha kuswali na sisi? Walam ya'lamu anni usalli bimakkata, hawajui mimi naswali zangu Maka. Kwa hiyo inawezekana Ahmad al-Badawi na haswaligi hapa, naswali zake Maka. Sio Ahmad al-Badawi. Na Msuti anasema jamii inayokaa naye haijawahi kumuona akiswali illa yawman wahida, isipokuwa siku moja tu, Ijumaa. Dakhala fil masjid fatala al-minbar, ya msikitini kama hapa, akapanda mimbar, akafungua zipu, akakojoa hapo, kojo. Baada ya kukojoa akaweka zipu yake, au kaondoka zake kikojozi. Huyu sasa ndiye ambaye ukipata matatizo, ya Ahmad al-Badawi, ya Ahmad al-Badawi, kikojozi na muomba msaada wa nini? Haswali, halafu anakuja kuchafua msikiti. Haya maneno ya Imam Suyuti, Sheikh wangu Abu Hashim Ash-Shihri alipokuwa anatufundisha sisi kitabu hichi cha Kashfu Shubuhati, alipomfikia kwenye ile ibara Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kuwataja baadhi ya mawali wanaoonekana ni wakubwa, akamtaja Ahmad al-Badawi, Sheikh Abu Hashim Ash-Shihri akatuambia al-Imam Suyuti ametaja kisa cha Ahmad al-Badawi, alikojoa kwenye mimbari, haswali msikitini. Watu wa sampuli hii ndio wamejengewa makaburi makubwa huko Misri, wanaombwa na kutakwa msaada. Na wewe ukipata na stress, Mswahili, mtu wa vijijini huku, mshamba, usikae ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Achana na mambo ya Allah, utachelewa sana. Halali ngumu. Wewe chukua shotikati, lia tu Ahmad al-Badawi, Ahmad al-Badawi, mambo yote yanaondoka. Alaysa hadha kufru billah? Ndio maana Buraina alisema inna bakhatbun fil biladi nazilu faqul ya wali Allah Ismail. Sikia vichekesha hii bana, mimi nachekesha sana hii beti. Inasema hivi, inna bakhatbun fil biladi nazilu, pakiwa pameingia tatizo kubwa na jambo kubwa kwenye mji, wewe sasa binadamu, faqul, sema
ya wali Allah Ismailu, ewe wali wa Allah Ismailu, tuondoshe matatizo haya. Ewe wali wa Allah Ismailu, tuondoshe ukame huu. Sema hivyo. Sasa huyu Ismaili mwenyewe, huyu Ismaili wali mwenyewe huyu, kwao huko Sudani amejengewa lijengo kubwa, miaka 100 imepita huko nyuma, miaka 100 kafa huyo bwana, alikaburi lake amemjengea. Sasa pakapita kadari ya Allah, siku moja nchi ile liukuta limoja likadondoka kwenye kaburi kwenye kaburi la huyo wali sasa Ismaili, ambaye ukipata matatizo mlilie ya Ismailu, ya Ismailu. Sasa Sofia wale Samania wale wakaambiwa, jamani, vipi huyu wali anaangukia na ukuta tajizuii? Yes, kashakufa na liukuta limemdondokea. Wakaulizwa sasa wale mamuridi wake, jamani, muridi vipi tena wali imekuaje tena, mbona tena hili liukuta hawezi hata kulizuia, na sisi tunasema tukipata matatizo tumuombe yeye, ya Ismail, ya Ismail, mbona yeye mwenyewe hata hawezi kuzuia ukuta? Wakajibiwa wale muridi wadogo wadogo, wakaambiwa, nyinyi hamwezi elewa, ameona sisi tunafanya madhambi sana. Kwa hiyo hapo alipo kashaondoka, kashakimbia zake, kapita chini kwa chini. Kuna viwanja, kuna mitaa huko barabarani huko chini ya ardhi, barabara ya 8, barabara ya 9, ya 10, 12 ziko huko chini. Jamaa kapita chini kwa chini, hawa wana madhambi hao, hebu niwaache. Mpaka ukuta unadondoka, wao wamekaa tu, madhambi ni mengi sana huku, kwa nitafute mji wenye afadhali. Pita chini kwa chini, huyo akakimbia zake. Angalia walivyokuwa waongo wa Sufi. Ndio haya anatuambia. Kama tatizo hamu, sema tu badala. Sikiza maneno mengine ya ajabu tena. Ni pointi yangu ipo kwenye kwamba katika watu ambao wanamkosea adabu Allah Subhanahu, ni hao masufi. Sikiliza tena, anasema wa min kalami, na katika maneno yake sasa. Huyo Ahmad al-Tayyib alikuwa anasema hivi, man raani, yeyote atakaye niona mimi. Si kama nyinyi mmekaa mmeniona mimi hapa, bila shaka na mimi nimewaona ninyi hapa, mmeniona mimi. Sasa anasema hivi, man raani, yeyote mwenye kuniona mimi, wa man raa man raani, na atakayemuona aliyeniona mimi. Yani wakatokea watu hapo wakakuoneni nyinyi, hawajai kuniona mimi, sawa? Wakatokea labda watu wa Mbwanga Mipango pale, wakamuona mmoja wenu katika yenu hapa, ndio walimuona. Wakamuona labda nani Amani pale, wakamuona Sheikh Juma pale, wakamuona nani Abdurrahmani pale, wakamuona nani. Lakini huyo aliyekuona wewe hajai kuniona mimi. Anasema ila thalathatin, nenda hivyo hivyo mpaka watu watatu, yani kundi la tatu. Kwa hiyo huyo wa Mipango hapo naye pia alionwa na mtu wa maili 2, na yule wa maili 2 naye alionwa na mtu wa airport, na ule wa airport naye alionwa na mtu barabara ya 7. Kwa barabara ya 7 alimuona mtu wa airport wa kwanza, mtu wa airport akamwona mtu wa maili 2 wa pili, mtu wa maili 2 akamwona mtu wa Mipango wa tatu, mtu wa Mipango kakuona wewe uliokaa hapa, wewe uliniona mimi, si ndio? Mmeelewa vizuri? Haya. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine eti kuna riwaya nazo ila 7, mpaka kwenye watu 7. Kwa hiyo barabara 7 naye mpeleke tena sehemu nyingine, kamuona mwingine mpaka Makulu Yudomu. Kwa hiyo wale watu wa Yudomu walimuona mtu wa Makulu kamuona pale SGR kamuona pale hazina, watu mpaka kufika kwangu hapa, kufika kwa wewe ambao uniona mimi, kuna kundi la watu 7. Basi atakaye bahatika kuona hilo kundi la namna hiyo, mfano mtu wa Mipango alikuona wewe, mtu wa maili 2 alimuona wa Mipango, basi yani muonaga tu mtu wa Mipango, bwana vipi bwana wewe mtu wa Mipango, bwana nashukuru bwana, nilionaga wale watu wa pale Imam Maliki bwana, mashaallah, nashukuru Allah bwana, nimebahatika kukuona mwenzangu bwana, wewe uliwaona watu wa Imam Maliki, Allahu akbar, anafurahi. Na yeye pia maili 2 naye aliona na mtu wapi, na mtu wa airport, bwana vipi bwana wa maili 2, bwana nashukuru, mimi nimewaona watu wa Mipango bwana, mashaallah,
baraka kubwa hizo ndugu yangu. Wewe umeona watu wa mipango, ambao umeona watu wa Imam Malik, umeona Abu Raslan, alhamdulillah, nashukuru nimekutana na watu namna yako bwana. Yani mtu wa airport anamshukuru aliyemwona mtu wapi wa maili mbili. Sikiliza kizaazaa sasa, hilo kundi lote hilo. Sasa faida yake nini? Walioonana wameonana, anasema yeyote atakayemuona mmoja kati ya kundi hilo, lam yuhraq bin nar, hachomwi motoni, hauingii kabisa. Sikia maneno ya kufuru billah. Moto huu mbona kama wakaranga huu, gawana karanga tu hivi. Kwa ukiona kundi hilo, wewe basi nyinyi mliona watu wa Imam Malik, alhamdulillah, mipeponi tayari. Na yeye mtu wa mipango naye ameonekana na mtu wa maili mbili. Hapana, ndio mtu wa mipango. Alhamdulillah, ashkuru Allah, alhamdulillah. Ashkuru Allah. Nini? Mimi sichomi tena moto wa nini tena? Nimemuona mtu wa mipango alimuona mtu wa Imam Malik alimuona Abu Raslan. Peponi tayari. Sichomi tena moto. Haya maneno yanazungumza mtu mwenye akili kweli? Au ni mchanganyo wa bangi hizi? Huu ni mchanganyo wa bangi kabisa huu. Hiyo pepo ya namna gani? Tukisema bwana hao wakati mwingine yale maneno ya Mshafi kwamba masufi wana uenda wazimu, nyinyi hamjui riwaya hiyo, maana uenda wazimu hapo nyinyi hamuelewi. Ndio uenda wazimu wenyewe ndio huu. Mimi nikikuona wewe ndio nini? Watu wamemwona mtume wa kina Abu Jahali, paka Qur'ani imeteremka kabisa, tabbati yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu sayasla nini tena, sayasla janna sayasla naran dhata lahabin. Alafu sio wewe peke yake aliyemwona mtume, wa mraatuhu, na mke wake naye anaingia motoni, na wamemuona mtume hivi. Na ndio maana hata kwenye taarifu ya sahaba sio aliyemuona mtume. Taarifu ya sahaba ni yule ambaye amekutana na mtume akamuamini, ndio anaitwa sahaba. Sasa hichi kitendo cha kusema wao ulimuona fulani, aliyemuona fulani akamuona wali, wenyewe wote watu amchomu moto, kwa tendo gani jema mmelifanya nyinyi? La kuona tu, kutazama tu. Alafu lingine, ikiwa ndio hivyo, basi hakuna wa motoni huko ndani, hakuna mtu kuingia motoni sasa, kwa sababu inawezekana sisi tumewaona watu hapa wa Tanzania, na huyu tuliona wa Tanzania labda walionaga watu wa Kenya, nao waliwaona watu wa Ethiopia, watu wa Ethiopia na walienda wakamuona labda mtu wa Sudani, wakaona Sudani, wakaja wakamuona Ahmad Tayyib. Inawezekana hata sisi hapa tukaonana kama hivi, lakini tukitafuta kuangalia kwetu tulivyowaona huu mwetu mashehe wa kisufi wa tukamwona shehe fulani, kumbe huyo shehe naye alimuonaga shehe fulani, huyo shehe naye alimuonaga shehe fulani, shehe fulani mpaka kwa Ahmad Tayyib. Hukumu yetu na sisi nini? Basi msitukaripie, sisi pia ni watu wa peponi jamani. Masufi wasitukaripie, kwa sababu sisi tayari ni watu wa peponi kwa mujibu wa mashehe zao, na sisi tumeoneni nyinyi. Tumeona mashehe wakubwa wa nchi hii, tumewaona wa kisufi. Kwa hiyo kwa kuwaoneni nyinyi, na nyinyi mliwaona mashehe, na mashehe waliona mashehe kama Ahmad Tayyib, tumeambiwa tutomu motoni. Kwa wote sisi fil jannati, alhamdulillah. Hiyo pepo ni kama ya Kikristo. Sasa ule uzima wa milele ndio huu. Sasa kidogo uzima wa milele ndio huu, sababu hakuna pepo ya namna hiyo. Inna sil'ata Allahi ghali, mtu anasema hivyo, inna sil'ata Allahi ghaliyan au ghali, pepo ya Allah ni ghali. Usidhani unaipata kimchezo tu kwa kutoa jicho tu hivi. Nimeona jamaa wa maili mbili peponi, nimeona jamaa wa Mbwanga peponi. Hayo pepo mbona inakuwa ni ya karanga tu ustaz? Ni kupeana na tafuna uguaje usini, ni kupeana kama unatafuna tu pepo hiyo basi. Mtume anatuambia inna sil'ata Allahi ghali, hakika bidhaa ya Allah ambayo ni pepo ni ngumu, ni ghali kuipata. Mimi siwezi kuingia peponi kwa matendo yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam qalu, wakasema hata anta ya Rasulullah, mpaka wewe pia hauingii peponi kwa matendo yako? Akasemaje? Ndiyo, ila nini? An yataghammadani Allahu
birahmatihi, mpaka Allah atakaponifunika na huruma yake ndo nitaipata pepo. Nyinyi mnasema mkitazamana tu, mkitoleana mimacho tu, sio ya husda, sio ya vijicho, atuelewi. Kimtolea mwenzako lijicho tu basi pepo hii hapa. Haya tunasema si maneno ya mtu mwenye akili, yani yale maneno ya Imam Shafi hayawezi kuepukika na sufi. Hata tafsiri wanajua wao, hata waidhoofisha hiyo riwaya, tunasema sahihi riwaya mmeidhoofisha, tujalie mmeidhoofisha, lakini maana yake ni sahihi. Uenda wazimu. Pointi yangu ya mwisho sasa, muhadhara kalima yangu hii, pointi ya kuisha mauti. Sikizeni habari ya kufufua, kwamba hawa mashekhe wana uwezo kufufua mtu aliyekufa. Ndio nikawaambia, kama nakumbuka vizuri hapa, nikawaambia serikali ya Tanzania imeingia kwenye matatizo, si ndio? 29 watu walikufa wengi humu ndani kwa upumbavu wao, uzuzu wao. Familia zimekosa vijana wao, si ndio? Kosa vijana, watoto, wanawake wamekufa na nini, kwa sababu ya ujinga, ushabiki tu. Wameambiwa tulizeni majumbani, wakaona kieo wangi barabarani. Sasa kumbe kuna watu wana fursa za kufufua waliokufa. Watufufulie ndugu zetu na jamaa na marafiki, waende katutolee makabu pa. Haya, puyangeni, kuna maisha, katafuteni maisha. Cheni ujinga kulalala makaburini, toka afufue watu tu kama uwezekano huo upo. Mbona hawafanyi? Wana maneno kwenye vitabu tu, mbona hawafanyi? Nyinyi hamuelewi kufufua mauti hapo, maana yake ni mtu alikuwa mjinga, sasa amekuwa na elimu, ndio kufufua huko. Ndio maana ya kufufua. Sawa, tunaweza tukasema tafsiri hiyo ndio ya kweli, tusome maneno haya. Je, haya maneno yanamaanisha hivyo? Yakimaanisha hivyo tunasema kufufua na maanisha ni kumpa mtu elimu, alikuwa mjinga. Anasema wa min dhalika annahu radiyallahu anhu lamma dakhala madinata Sinnar. Huyu bwana shehe huyu wali alipoingia mji unaoitwa Sinnar, qaddama alayhi alqudat, walikuja kwake makadhi wengi, wal ulama na wanawazuoni walikuja kwake wengi sana. Kaingia kwenye mji wa Sinnar au Sinnar, wakaja makadhi wengi, makadhi wakamfuata, maulama wakamfuata, wa arkanu daula, na viongozi wa dola kama wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, sio nani, magavana wakaja. Waqalu lahu, wakamwambia shekhe, sasa shekhe bwana, hapa kuna maulama, majabali ya elimu, shekhe fulani, shekhe Kidosa, shekhe nani, kuna kadhi fulani, kadhi ya mji fulani, kadhi wa Igambilo, kadhi wa Morogoro, kadhi wa nani. Hapa kuna mkuu wa mkoa, kuna mkuu wa wilaya, kuna mkuu wa nani, kuna waziri wa mifugo. Wakatajua watu wote. Tumekuja kwako wewe shekhe, nuridu, tunataka an tuhyiya lana maitan, utufufulie maiti, min hadhihi alquburi, kwenye haya makaburi. Kundi la watu limemfuata shehe, awatolee watu makaburini. Ahmad al-Tayyibi walimu kafatwa na hao watu wote, tutolee watu bwana shekhe. وكان البعض منهم قد أخذ عنه الطريق والبعض متوقفون. kuna baadhi waliachana kwa huyu hawezi, wakawa wameondoka zao, yani kama vile hawakubaliani na yeye, na wengine wakawa wamebaki mutawakifun, maukifu yao ni ya kati na kati, anaweza au hawezi, anaweza kufufua huyu au kundi la kwanza hakuna kitu hapo, wakashika zao njia wakaondoka. Maana yake hawakuridhia na hilo jambo, hawaoni kama ni jambo la sawa. Lakini wengine mutawakifun, wakabaki wamekaa kati na kati tu, la ilaha ulai wala ilaha ulai, hawamsapoti shehe wala hawamkatalishe. Alipojua kwamba kuna watu wanapinga, kuna watu hawakubaliani na yeye, sasa akataka aoneshe umwamba. Sasa faqala lahum, akawaambia wote, makadhi, maulama, arkanu daula na nani, ikhtaru ayya qabrin aradtum, chagueni kaburi lolote mnalotaka, nichagueni hapo, chagueni. Msikia umwamba huo, jeuri huo, sasa wakifedhuri huo, jeuri wakifedhuri, kwamba wewe sasa ndo kama Mungu. Sasa wewe
chagueni mwaka 200 iliyopita, mwaka 60, 70 iliyopita, au mwaka 90, au mwaka jana, la miaka gani? Chagueni kaburi hapo unaotaka nyinyi. Wakana bimajlisihi alfaqih almisri, na palikuwa kwenye hicho kikao kuna faqihi mwanachuoni mmoja Misri, waladu Qindili, ni mtoto wa mtu aitwaye Qindili alikuwepo, wa Sheikh Yaqub, na alikuwepo pia Sheikh Yakobo, waladu Ali ad-Dawhi au ad-Duwaihi, pia alikuwepo Sheikh Yaqubu, pia alikuwepo huyo faqihi Misri. Wa kana qad atayahu litariqi, na wote walikuwa atayahu litariqi, yani kana kwamba walikuwa wamemkatalia au hawajaona hiyo njia ni sawa au hawafikiani naye, au maana yake wamempa ijaza ya baadhi ya mambo haya mawili katika maana yayo maneno yake. Sasa anasema sasa, wakana dhalika ni yawman mashhuda, siku hiyo ilikuwa ni siku kubwa yenye kushuhudiwa na watu mbalimbali. Sasa kama arkanu daula wako pale, mabwana wa nchi wako pale, viongozi, hiyo siku sio mchezo hiyo. Fakaraja maahu, Sheikh akatoka sasa kwa wao, hatta waqafa ala alqabri alladhi araduhu, mpaka akaenda kusimama kwenye kaburi wanaolitaka wao. Sasa alimwambia toka kaburi ila hapo, katufufulie ila hapo. Akatoka shekhe akaenda kwenye lile kaburi, fa ahya lahum man fihi, akamhuisha aliyemo mule ndani. Wa kana rajulan, na alikuwa ni mwanaume. Wa asma'ahum kalamahu wa khitabahu, pia sio hivyo tu, aliwasikilizisha maneno aliyokuwa anayazungumza kaburini, yale yote akawasikilizisha, wakasikia kaburini alikuwa anaulizwa nini, anafanywa nini, anafanywa. Fa'taqaduhu bidhalika al-i'tiqad az-zaida, Sheikh, watu sasa wakaitakidi kuna kwa yeye itikadi iliyozidi sasa hapo. Waswara ladaihim akmala waliyin ala wajhi al-ardh, akawa kwa wao ndiye wali aliyekamilika zaidi kwenye uso wa ardhi. Nasemaje jambo hili? Wewe unaosoma Qur'ani kila siku, aliyekufa binadamu mwenzako anaweza kumfufua, bali humu huyu TV kwenye tendo lake hili ana maneno anawaambia watu ya kwamba yeyote atakayekuwa kaburini kisha akaulizwa na malaika wale wawili Munkar na Nakir, man rabbuka, nani mola wako, akasema Ahmad at-Tayyib, haadhibiwi. Yani ukisema tu Ahmad at-Tayyib ndo mola wangu, hakuna adhabu hapo shehe, bata tu, kula raha tu. Huyu anasema hivyo hivyo. Kwa nini? Si akmalu waliyin ala wajhi al-ardh, ni wali aliyekamilika kwenye uso wa ardhi. Unasemaje haya maneno ya mtu namna hii? Sisi Qur'ani yetu inatukataza kuitakidi namna hii. Qur'ani yetu inatukataza kabisa. Walisema watu, rabbana irji'na na'mal salihan, ewe Mola wetu turejeshe duniani tukatende matendo mema. Allah aliwaambiaje? Suratu Sajida aliwaambiaje? Kabla hiyo aya juu yake almujrimin walisemaje? Nakasu ruusihim, pale ambapo watu waovu watakapokuwa wameinamisha macho yao. Maneno ya juu kabisa pale Suratul Sajida inasemaje? Mmeshaisahau aya ya juu kabisa pale, walau tara idhil mujrimuna nakisu ruusihim inda rabbihim rabbana absarna farji'na na'mal salihan inna muqinun, tumekuwa na yaqini na adhabu. Walau shi'na la atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqa alqawlu minni. Hiyo ni kauli ya Allah ya haki kabisa. Ni ubora ugomvi huu ukukute, ufungwe, uuliwe, ufanyaje, lakini umewaambia watu ya kwamba
hakuna kiumbe mwenye mamlaka na nguvu za namna hii, hakuna, hayupo huyo, bali hii ni haki ya Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watasema, watalala, watafanya, lakini ukweli ni kwamba mwenye nguvu ya kuyaendesha haya yote ni yeye peke yake subhanahu. Kwa hiyo huyo ndiye ambaye anatakikana binadamu wote wasikie kwamba ndiye anayetakikana aabudiwe peke yake. Nimalize kusema kitu cha mwisho. Sisi haya tunayoyasema ya kunako tauhid, tunaamini ya kwamba yanawezekana yakawa asio kuwezekana, bali uhalisia ni kwamba anaweza mwanadamu wa Muislamu akaona kwamba haya mambo mimi siyafanyi, wanaofanya watu wengine, mimi kuna mambo ya msingi ya maisha yangu natakiwa niyaelewe na nini. Kwa sina haja ya kukumbusha sana jambo la tauhidi mara kwa mara, naelewa nataka nimwabudu Mola wangu peke yangu. Basi nikupe habari ya kwamba hakuna mawaidha anayotakiwa ayasikie sana muumini kama tauhidi. Hakuna. Unajua kuswali, unajua kufunga, au riba, au zini, usengenyi, ufanyaje, unajua kutoa zaka, unajua, bado neno la tauhidi huwezi ukalikwepa. Ndiyo maneno ambayo Muislamu anapoyasikia yanamtia uimara, yanampa ustrong wa kisawasawa, nguvu na kuwa thabiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Anfal, Allah anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Sikia maneno ya Allah subhanahu. Shika si vinginevyo, waumini wa kweli ni wale ambao wakitajiwa Allah subhanahu wa ta'ala wajilat qulubuhum, zinaingia hofu nyoyo zao. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu, wakisomewa zile aya za Allah subhanahu, za tauhidi, za ibada, za kumrejea Allah. Wa idha tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, imani yao inazidi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao wanategemea. Alladhina yunfiquna, na wale ambao wanaotoa katika mimma razaqnahum. Alafu Allah kasema ulaika humul mu'minuna haqqan, hao ndio waumini wa kweli. Sikia maneno ya Allah subhanahu, kwamba wewe unapokumbusha unako jambo la tauhidi hili ndio linakupa uimara, kwamba acha niendelee kumtegemea Mola wangu sana, wala uingie hofu. Nasema naam. Na haya sisi hatuyatoi sisi wenyewe kwenye matashi yetu, min tilqai nafsi, kama ni mimi mwenyewe naamua tu. Hapana, ndio Qur'ani hivyo na manabii walikuwa hivyo. Mpaka walimwambia manaswara, walimwambia mtume kwamba aibadilishe hii Qur'ani. Akamwambia mimi hii Qur'ani siipokei min tilqai nafsi, eti mimi ndio nataka mimi niifanye hivi. Hapana, mimi nateremshwa wahi kwa Allah subhanahu wa ta'ala niwafikishie wanadamu. Kwa hiyo sisi Qur'ani tunayo, sisi tuteremshiwa wahi. Qur'ani tunayo min awwaliha ila akhiriha imejaa tauhid. Qur'ani mwanzo wake mpaka mwisho wake imejaa tauhid. Ukianza kuangalia suratul Al-Fatiha imejaa tauhid, njoo mpaka suratu Tauba, aya mwanzo kabisa, tahdhiri min al-mushrikin wal bara'atu minhu, bara'atun min Allahi wa rasulihi
Allah ajiweka mbali yeye na mtume wake kuna kuwashirikina kuna nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanatangaziwa watoke kabisa washirikina. Ukija suratul Ra'd, suratul Yunus, wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha. Njoo suratul Yusufu, Yusufu anawaambia watu wa gerezani, arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar. Yusufu anawaambia watu wa gerezani. Njoo suratul Hijri, aya ya mwisho kabisa suratul Hijri, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Suratul Hijri hiyo. Njoo suratul Nahl, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, tauhid. Njoo suratul Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, na aya ya mwisho kabisa ya suratul Isra, tauhid. Njoo suratul Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushriku bi'ibadati rabbih ahada. Yani wewe ni tauhid kila unachogusa. Maryam ndo kabisa, ukigusa kwa Maryam, ukianza pale kadhia Ibrahim alayhi salam, anamwambia baba yake la ta'budi shaytana, mpaka mwisho huko kuna milima tuliyosoma aya hiyo, waqalu takhadha arrahman walada. Zote hizo ni tauhid. Wewe njoo, wewe peleka tunavyojua mwenyewe, unazojua sura zote wewe peleka unazopeleka wewe, mpaka uje Ankabuti huko. Allah kapigia mfano wa Ankabuti, nyumba yake na kile unachokiabudu kinyume na Allah ni dhalili sana unavyoviabudu, kama vile nyumba ya Ankabuti. Njoo huko mpaka waswafati safa, fazajirati zajra, fataliyati dhikra, inna ilahakum la wahidun. Njoo suratu Sadi, Sheikh, yani utasema nini kwenye sura, kwenye Qur'ani chungu mzima aya zimejaa tauhidi, alafu unasema mimi kila saa kumshauri tauhidi, mimi kama nachoka tu. Qur'ani imejaa tauhidi, nataka uzungumze nini? Na biislahi au bisalahi tauhid, kwa kutengamana tauhid, yani mtu kiwa amejielekeza kisawasawa kwa Mola wake, mambo yake mengine yote yanakuwa ni ya khairi kabisa. Hawezi kuingia ni mambo ya dhambi, anajua na Mola wake. Ihsan, daraja la ihsan limeshapanda. Hawezi kuiba, kumdhulumu mtu, kumtapeli mtu, kufanya kuongea uongo, kwa sababu anaamini kwamba Mola wake kumwambia ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kila neno analolisema kuna wanaoandika neno hilo, kwa inaingia hofu afanye chochote. Hawezi kula mali ya mtu, hawezi kumpiga mtu, hawezi kumtusi mtu, kwa sababu anafahamu kabisa ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman. Anafahamu kama simpe mtu maneno machafu, simtukane mtu maneno machafu wa ila ghairi dhalik. Kwa hiyo tauhidi inapokuwa imekita kwenye moyo wa mtu, hatamuogopa binadamu, atakuwa naamini kwamba riziki yake ipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fis samai rizqukum wama tu'adun fa wa rabbis samai wal ardh innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun. Anaamini riziki yake ni Allah, iko juu. Mwenye kutoa riziki ni Allah subhanahu. Ikiwa imeisha haina mjadala tena, hakuna haja kujidalilisha, kulialia, kupiga makelele. Wa fis samai rizqukum wama tu'adun. Mwenye kutoa riziki ni Allah subhanahu. Muda wake umeshapita tayari, imeisha hiyo. Iko nyingine, Mola wangu nikimlilia atanipa, ameiahidi. Haitokufa nafsi ya mtu hata yastakmila ajalaha, hata yastakmila rizqaha. Hautokufa mpaka umalize riziki yako ustazi. Yani wewe hautoondoka duniani mpaka lile fungu la riziki yako limeandikwa na limeishia hapo hapo. Sasa mwenye tauhid, mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hana wasiwasi na mtu yote. Amekosa, imepita hiyo. Wama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Kilicho kukosa sio kama ambacho umeandikiwa ukipate, ndio kimeandikiwa ukikose. Kwa hiyo tauhidi ndio tengenezo la kila kitu.
ikitokea ishkali yote, mzozo wote, mvurugano wote, najua hii ni qadari ya Allah, litaenda litaisha tu hili. Mlalie Mola wako, kaa faragha, Mola wangu nitatulie jambo langu, nipe njia, nionyeshe barabara ya sawa kwenye hili. Anamlilia tu Mola wake, yeye Mola wake, hamna mwingine. Hamlili si shehe, si wali, si na nani. Hili jambo limemtokea katika ushauri wa huku na huku, kajielekeza kwa Mola wake, Mola wake kamtatulie jambo lake. Huu mlango tutakapoulegeza, huu mlango ndio tutakapokuwa madhaifu kwenye kila kitu. Nimesema namalizia maneno yangu haya, na kwa tauhidi ndio tunapata dola la dunia hii, kwa tauhidi. Yani sisi kwa tauhidi ndio tunakuwa wafalme wa dunia hii, ndio tunakuwa viongozi wa dunia hii, Waislamu namba moja. Walipoiacha tauhid ndio tumekuwa madhalili ila yaumil qiyamati, mpaka siku ya kiyama. Sasa nasemaje tauhidi isizungumzwe? Yani sisi tukikomalia tauhid, watu wanamwelekea Mola wao peke yake, wanamlilia Mola wao kwenye shida zao, Mola wao mambo yao, Mola wao wanataka mafanikio kwa Mola wao. Dunia yote tukawa hivyo sisi Waislamu. Mbona nchi chapu tu? Nani katika makufari hawa watakuwa tuogope sisi? Kila wote watakuwa tuogopa sisi, lakini hawezi kutuogopa sasa hivi kwa sababu watu wengi wametoka kwenye barabara, hawamtegemei tena Allah, wanategemea nguvu zao za pembeni. Qala Allahu ta'ala, Allah anasema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati, Allah ametoa ahadi kwenu nyinyi mlioamini na wale waliotenda mema. Ahadi gani? La yastakhlifannahum fil ardh, atawapa ukhalifa, uongozi kwenye ardhi. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum, na atawatia nguvu kwenye dini yao ambayo aliyoiridhia kwa wao. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na atawabadilishia baada ya hofu kuwa na amani. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, sharti nini? Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, waniabudu peke yangu, wasinishirikishe na kitu chochote. Yote mnayapata. Kafiri akisikia Uislamu anatikisika, naogopa. Nasara akisikia Uislamu anaogopa, kwa sababu anajua hawa watu wanalia Mola wao peke yake. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, waniabudu mimi tu, wasinishirikishe na chochote. Mnapata ukhalifa, dini yenu inakuwa na nguvu, na mtaondoshiwa hofu, mtakuwa na amani. Hakuna kuogopa binadamu yote. Tunakuwa na hofu kwa sababu tauhidi ni dhaifu. Dini yetu inaonekana ni dhaifu, laini kwa sababu sisi wenyewe hatujakubali kumwabudu Allah peke yake. Hatupati ukhilafa, hatupati uongozi, hatupati kuwekwa na Allah subhanahu kwenye ardhi hii kwa sababu bado hatujamrejea Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumrejea. Kwa hiyo tauhidi ndiyo yenye kuleta izza ya ardhi hii. Falillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin, ushindi na nguvu ipo kwa Allah subhanahu, tukimtegemea yeye. Pia tukafuata mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio kuna izza, na waumini tukawa madhubuti imara kwenye kuzitengeneza imani zetu na Mola wetu na kufuata sunna za mtume wetu. Ushindi hapa ni mlaini, tena wa kunywa maji tu. Na makombora walionayo ya nyuklia, na mavifaru vikubwa na madrones walionayo ya kuwa watu huko wamelala ndani, nyinyi kwa tauhidi mnawagaragaza sekunde moja tu. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'in. Labda mtu aseme tumesiamini Qur'an, labda mtu aseme Qur'an, labda, lakini mimi naamini Waislamu wote duniani wanaamini Qur'an wote. Hata wewe Wahindi, wewe wazungu, unapowatajia maneno ya Allah, nafsi zao zinatulizana. Unajua huu ndo mzozo, yani huu ndo mtatuzo mzozo yote huyu hapa. Qur'ani ndiyo mtatuzo mizozo yote. Sasa kama Waislamu tunaamini Qur'an, basi kwa kuamini kwao Qur'ani imewaambia ili mpate nguvu, nyinyi achaneni na ushirikina, muabuduni Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu talabatu ilmi, wanafunzi na sisi waumini, tuendeleze kutengeneza upande wa Allah kwa kiasi kikubwa sana. Tuimarishe, tusitegerege hata kidogo. Baada za usiku pambane nazo. Kila unachokiweza katika mambo ya kheri, wewe mlilie Mola wako.
Na tujitoe sana kwenye kubainisha ya mambo, tujitoe mno. Kila mtu kwa nafasi yake. Asikubali kukaa na watoto wake, mama, mke nyumbani hajui jambo la kumwabudu Allah. Ayarun, aibu kubwa sana. Hawa wake zetu wakati mwingine utawashangaa mtu anakuweka limbwata, hujui chochote, umeweka kwenye kachupa hivi, natikiswa kila siku hivi basi. Kama mtu mrefu lakini kwenye fupa umejaa, kwenye kachupa hivi umejaa, umo mule ndani. Ukibonyezwa tu hivi, njoo unakuja, nenda kaa wiki mbili, kuna kaa wiki mbili. Allah tuone huruma na mitihani ya namna hii. Unalala kwenye mto wako, ume ndani kuna chini ya mto pale kuna mzigo, unalalia tu. Ukiamka asubuhi vya akili hazieleweki, sio niende kazini, sio nilale, sio nisimame, sio nikae, uelewe. Tauhid, kumpokesha Allah ndio silaha yetu. Hili jambo lazima tuliseme sana. Na mifano kwenye Qur'ani, alhamdulillah, Qur'ani imejaa mifano mingi sana. Qur'ani imejaa mifano mingi ikionyesha nguvu za Allah subhanahu pekee yake. Kwa hiyo sisi wenyewe waumini tujitahidini kwa nafasi zetu. Kila jambo muombe Mola wako tu. Taka mke mzuri muombe Mola tu. Taka mke mzuri ndio unataka muombe nani? Utaangalia kwenye ma Facebook utaangalia kwenye Instagram utaangalia kwenye TikTok sikorokoro utaulizia mashehe na mashehena huko, mashehati tuulizieni, tuangalieni mashehati huko jamani. Mzuri anayemleta ni Allah. Wewe mlilie Mola wako akuletee mke mzuri, utakayemtafuta akupatie mwanamke sahihi. Basi sisi binadamu tunahukumu kwa dhahiri, si ndio? Tunahukumu nje, lakini ndani wa mtu anayejua ni Allah subhanahu, li'annahu yatawalla sarair. Na hakuna haja kwenda kwa liko nyota, huyu anaitwa M, huyu anaitwa R, ngani nikalipigisha tupa sijui nyota hii ya mbuzi, huyu ya kondoo, hawa hawatakuwa wanafaa kuoana, huyu hafai, huyu hafai. Si sahihi. Sisi na Mola wetu. Kuna mtu anaitwa Ramadhani, wallahu aalam siku hizi yuko wapi, anafanya nini sijui. Mwaka 2008 kwa miaka yangu alinituma niende Tanga kutafuta mwanamke. Mimi simjui, lakini mtu wa dini tu. Mwaka 2008. Sisemi inatokea wapi, sio ndakawa yuko ashakuwa salafi sijui sasa. Lakini akanipa sharti, tembea popote unapotaka kutembea Tanga. Wewe unataka kusema nataka kwenda milimani kuna kutumia hela unaenda. Na nilikula hela alhamdulillah, somba. Sharti, ukimpata huyo mwanamke, cha kwanza kabla sio ya picha nini, tuma jina basi. Nikasielewa chochote. Nilikuwa na mwenzangu mmoja anaitwa mwalimu tu, rafiki yangu ya Msambali, kwa naye mtu mzima naye. Tulikuwa tunaenda naye kwa sababu ni mwenyeji wa mitaa. Makorogo huko kote milimani ndani huko. Kwenda tafuta mke huko. Kimpata tu, unaitwa nani? Sada. Okay, tuma Sada. Tatuma jina Sada. Dakika 10 tu achana naye, tafuta kwingine. Kamjuaje? Hajamwona picha. Bwana sasa tunafanyaje? Basi kwa mtu mzima akaja akagundua. Baada ya kama watu mara 3 mara 4 hivi akagundua. Ndio mwalimu, sikiliza. Huyu jamaa, huyu kuna makorokoro anayafanya huyu. Huyu kuna michezo anafanya huyu. Ipo mchezo anafanya. Kama mchezo gani? Akamwambia subiri tu. Kuna michezo anafanya, shaigundua, twende tena. Tukaenda sijui wapi huko. Bwana siku nyingi sana. Lakini sehemu za mbali sana. Sasa ni mbali sana kwa Tanga, ile ni mbali sana. Tukakutana na binti mmoja mdogo tu, yani anafaa kuolewa. Kwa mazingira ya pale na sifa za pale anafaa kuolewa. Tukamtumia jina. Yule mwenzangu akaniambia tusimtumie jina kwanza. Tumwambie watu ulizie jina lake kwanza. Haya. Sasa tulivyomwambia ngoja tusubirie jina lake, na yeye akasema ngoja na mimi nimpigie mzee wangu simu. Ngoja na mimi nimpigie mzee wangu. Akaniambia unasikia maneno? Huyu tukimtumia jina anampelekea huyo mzee. Mzee ndo anaangalia kwenye mtambo yake, likiwa sahihi ndo anampa ile taarifa, anatuletea si taarifa. Sikiliza sasa. Tumelipata jina. Haya, mzee kasema nitumieni. Anajichanganya mwenyewe, si hatujui sasa. Mzee kasema nitumieni. Tukamtumia jina. Akamtumia mzee.
Asema mzee bwana, mimi nikamwambia mzee wa wapi? Asema mzee wangu yupo sehemu, akamtajia sehemu ya kijiji hicho. Sema anayeoa nani wewe? Anambia shehe bwana, acha sisi tunakwenda kwa utaratibu huu, lazima wazee wetu waangalie kwanza. Waangalie kwanza. Basi nafsi yangu katulizana kama huyu anatumia nyota kuchagua majina ya mwanamke. Tukakubaliana sasa hivi safari inakufa, binti yako wewe sasa. Wewe sio binti, twende naye, twende huko kwa mjini tukamalizana na binti yako. Tumlazimisha huyo. Tukamtumia jina la binti yake. Tulipomtumia tukasema huyo ndo wa mwisho tuliompata, hakuna mwingine tena. Ukimtaka ndo huyo, sipomtaka ndo huyo. Akacheki kwenye mtambo yake, kakoroga hafai. Hakuna tuliompata, zaidi wanawake 7 au 8 wote hawafai. Piga X tu. Wote wanapiga X. Na bado yupo, hata kumwambia bwana tumia 50,000 ndo twende nanili huko wapi, yupo anakutumia. Mtumia 100,000 anatuma tu. Ona maisha ya watu wanavyoishi. Kutumia nyota. Sisi ya dini yetu haturuhusu kabisa ya mambo. Haya ni mambo ya kishirikina wanayoyafanya watu kwa lengo la kutafuta vipato vya kuishi. Basi. Lakini hii ni kufuru na ni uchawi. Lazima haya maneno mtu unayo kwenye akili yako yaelewe. Dini ya mtume haiko hivi. Wapi mtume alimuoa binti Khadija au alimuoa Aisha, alipiga manjenje nyota wapi? Na wakati mwingine hizi elimu ukizijua unaweza kuona neno la M na Aisha, mim na aini kwenye hayo makorokoro nyota zinakataa. Lakini mtume mbona kamuoa Aisha? Mbona kamuoa Hafsa? Mbona kamuoa Juwairia? Mbona kamuoa Zainab? Mbona kamuoa Khadija? Ukichunguza na mim na kha, ukizitafuta kwenye hesabu hizi za kinanili za kifalaki hizi, wakati mwingine unazikuta zinakataa kabisa. Zinakataa kwamba hapa pana shida. Lakini mtume aliishi naye na aliishi na wake zake. Hayakuwa katika mfumo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo lazima jambo la tauhidi tuliseme, na sisi vijana kama talabatul ilmi na sisi waumini lazima tujue janabur rahman, heshima ya Mola wetu, utukufu wa Mola wetu. Ni lazima tulie na Mola wetu tu. Hakuna kiumbe kingine chochote kina uwezo wa kutufungulia milango iliyofungwa. Hayupo. Katika binadamu huyo hawapo. Siri ya mambo yetu yote anayajua nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ukweli wa mambo yetu anayajua Allah subhanahu. Tunapata tunakosa, hakuna binadamu anajua kesho yetu wala baadaye yetu. Kwa hiyo kwa kuwa hawana uwezo huo, Mola wetu subhanahu wa ta'ala ametukataza kuwataka msaada wale ambao ma la yanfa'uka wala yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.